watupigie namba yetu ya dharura ya 114 ili na sisi tuweze kuwafikia. Sasa kinachotokea ni kitu gani? Mwananchi anapopatwa na lile tukio, yeye hakumbuki kupiga ile namba 114. Anachokumbuka ni kuanza kukimbilia ndani na kutoa vitu vyake vya thamani. Kumbuka kwamba anakuwa ameshapoteza muda. Na kutokana na namna ambavyo tunajenga nyumba zetu, ni ndani ya dakika 5-10 nyumba yote imeteketea. Atakimbilia ndani, ataanza kutoa hati zake, ataanza kutoa sanduku yake ya kikoba, nyumba inaendelea nini? Kuteketea. Lakini yeye angeweza kupiga namba ya 114. Sisi tukapata taarifa mapema, tunaweza tukafika pale kwa haraka na tutaweza kumhudumia. Lakini pia hapa kwa shukrani kubwa sana, Jeshi la Zimamoto linamshukuru sana Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini tunaishukuru Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hivi karibuni mtakuja kushuhudia ni namna gani serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kutoa huduma zetu na kuwafikia wananchi kwa haraka. Tutapokea magari. Sitaki kuvunja habari hii kwa sababu itakuwa ni breaking shocking news kwa mji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kwani vifaa hivyo vitaweza kufika mpaka wilayani. Tanzania itakuwa salama. Sasa kuhusu matumizi na uelewa wa wananchi, matumizi ya namba ya 114. Mimi nawapongeza wananchi sasa hivi. Wengi wao wanauelewa wa namba hii ya dharura. Kwa sababu tukiangalia takwimu tena wameenda mbali zaidi. Sasa hivi hatuitiwi matukio ya moto mengi, tunaitiwa matukio ya uokoaji. Hiyo ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi wameelewa kwamba kumbe zimamoto sio kuzima moto tu, bali ni uokoaji. Kwa hiyo unakuta takwimu za uokoaji zimezidi kuongezeka. Lakini simu zinafanyaje? Tunasema simu zinaita. Tunawapongeza wananchi kwa kuelewa matumizi ya 114. Lakini tunakemea vikali wale ambao bado wanafanya matumizi ya 114 pasipokuwa na usahihi. Kwa sababu ile ni simu ya dharura. Yamkini wakati wewe unapiga hapa 114, kuna ndugu yako kabisa anahitaji msaada. Kwa hiyo unamkwamisha yule kupata nini? Msaada. Na wale ambao wamekuwa wakijaribu, tunaendelea na tunachukua hatua kali kabisa za kinidhamu, ikiwa ni kufikishwa mpaka